Majira ya saa 12 jioni kwenye hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, kijana Fredrick Romedy alizaliwa. Msikilizaji, leo tunamzungumzia mwanamuziki anayepambania ndoto zake, Joel Juju, once again. Baada ya miaka 5, nyota yake iliwaka mara moja kwenye mtaa wa Kawe. Watu walijua huyu jamaa si wa kawaida. Mziki kwa Joel Juju haukuzingatia umri. Kabla hata hajaanza kutembea, mapenzi yake na muziki yalikuwa makubwa sana. Baba yake na mama yake walikuwa wapenzi wakubwa wa muziki wa dance, mara nyingi wakihudhuria bendi mbalimbali. Basi walienda na kijana wao. Hapo ndipo mbegu ya mapenzi ya muziki kwa Joel Juju ikaanza kuchipua. Kila note na beat ilikuwa sehemu ya DNA yake. Alipofika darasa la 7, familia ilihama Kawe na kuhamia Lasmi Madale. Mwanzoni alihisi ndoto zake zinatoweka kwa sababu Madale kulikuwa ni porini sana, tofauti na ilivyo Kawe. Lakini baada ya miezi kadhaa alizoea mazingira na kuona Madale ndo sehemu itakayokuza ndoto zake. Baada ya miaka 5, Joel Juju alianza kupokea mapokezi makubwa kutoka kwa watu wa mtaa wa Madale. Waliona talenti yake na kuipenda. Lakini kama kawaida ya mtaa, kulikuwa na baadhi ya watu waliokuwa wakijaribu kumchafua. Walisema mgonjwa kwa sababu ya muziki wake au wafuasi wake, wakidhania wanaua talenti yake. Hata hivyo, Joel Juju hakukata tamaa. Alipambania kufika mbali zaidi, na sasa Joel Juju anawakilisha maisha halisi, changamoto, maumivu, ndoto na street vibe. Najua Joel Juju unajiuliza, kwani Joel Juju ndio nani hasa mpaka tumzungumzie? Tafadhali tazamini kwenye mitandao ya kijamii kwa jina Joel Juju. Mziki wake ni uwepo halisi wa maisha ya Joel Juju. Msikilizaji, ili kukuza sanaa ya vijana wenye ndoto kubwa, wanahitaji sana support yako. Basi nakuomba, nenda YouTube, search Joel Juju, subscribe, alafu fuatilia kazi zake. Kama una cha kumshauri, acha hisia zako kwenye comment. Joel Juju atazifanyia kazi. Asante kwa kuwa nasi, kivuli cha simulizi. Uwe na siku njema. Mungu akubariki.